aina ya uumbaji inamhitaji Roho Mtakatifu. Biblia inasema na Roho wa Bwana akatulia juu ya vilindi vya maji. Kwa nini? Anakamilisha uumbaji. Kila aina ya uzao inahitaji Roho Mtakatifu. Kwa nini? Biblia inasema Maria alikuwa hajamjua mume, lakini Roho Mtakatifu alikuja juu yake akabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa kila aina ya uzao inahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Kila aina ya kazi, kila aina ya wito na kila aina ya kusudi. Na hapa ndipo hata waelewi. Kwa mimi sio mhubiri nataka Roho Mtakatifu wa nini? Inawezekana hujaitwa kwenye kuhubiri lakini umeitwa kwenye eneo jingine. Kuna wengine wameitwa kwenye siasa. Kwa siasa pia unahitaji mafuta ya kiuongozi kufanya vizuri kwenye siasa. Wote hawajaitwa kwa wahubiri madhabahuni. Kuna wengine wameitwa kwa wafanyabiashara wakubwa. Kwa unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu kwenye biashara, wepesi na mpenyo. Kuna wengine wameitwa kwa nini? Kuwa waimbaji, unahitaji mafuta kwenye eneo lolote. Wengine ni michezo, kutumia kipaji, unahitaji mafuta ya Mungu kusaidia kwenye eneo lako hilo. Mimi sio mhubiri nataka Roho Mtakatifu nini? Mimi sio mhubiri nataka upako kwa ajili ya nini? Kwenye eneo la maisha Mungu anataka ufanye vizuri. Kile eneo la maisha ambalo Mungu anapofanya anataka ufanye vizuri. Na ili ufanye vizuri unahitaji uwezesho wa Mungu. Danieli anasema na hao wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makubwa. Kwa ule hodari na uweze kutenda mambo makubwa kwenye kile eneo la maisha unategemea uwezesho wa Roho Mtakatifu. Labda ni mwandishi wa vitabu, mafuta Roho Mtakatifu unahitaji. Labda ni mkulima, unahitaji mafuta ili kusudi ya kutofautishe utofauti wa matokeo kwenye maisha. Unategemea kiwango cha mafuta yaliyoko juu yako. Kama Yesu alitegemea mafuta atende kazi, sisi ni zaidi ya hapo. Kwa ufanisi wowote, uwezesho wowote ambao unahitaji, unahitaji mafuta au nguvu ya Roho Mtakatifu ya kusudi uwe ni bora. Kwa hakuna namna unaweza kukwepa Roho Mtakatifu kafanikiwa kwenye maisha.